Unataka kupata nguvu za Mungu, lazima kufunga. Unaposikia pressure kufunga ndani yako, maana Mungu anakutaka uwe na nguvu za kwake. Kuna mambo ambayo kesho utahitaji nguvu za Mungu ya kuvusha mahali. Kwa atakupa pressure ndani yako ya kufunga. Kuna kuomba, unasikia tuombe. Ikisikia na mzigo wa kufunga, ndugu yangu usikimbie kufunga, funga. Wakati mzee wangu anaumwa, alifanywa kama operation kama mara 3 hivi ya kuzibulia mishipa ya moyo. Iko na ziba, ikiziba maana damu haipiti. Kwa inabidi waizibue. Kitu ambacho chakula kinafanya, chakula cha mwili ni kama vile kinaziba mishipa ya mtu wa rohoni. Kadri unavyozidi kula, inaingia inaziba mishipa ya mtu wa rohoni. Kuna vitu vitakuwa havipiti. Mtu ni wawili ndani ya mtu mmoja. Kuna mtu wa rohoni na mtu wa mwilini. Na mtu wa rohoni ana kila kitu kabisa kama mtu wa mwilini. Ana tumbo, ana mishipa, ana kila kitu. Ndio maana tunasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno kutoka kwenye cha Mungu, kwa sababu neno ni chakula cha mtu wa ndani. Ndio maana kwenye Luka sura ya 16 mstari wa 19 mpaka 31, Yesu anatoa mfano wa tajiri na Lazaro, wote wakafa. Anasema tajiri akainua macho yake kwa mbali, akamwona Ibrahim na Lazaro kifani pake, akamwambia mtume Lazaro achovye kidole chake katika maji, anidondoshe tone moja kwenye ulimi wangu, nipoze machungu, nipoze maumivu. Kwa roho zina ulimi, zina tumbo, zina miguu. Ndio maana achovye, anasema achovye. Na kwa ana macho, aliinua macho yake kwa mbali, akamwona Ibrahim, walishakufa ameenda huko na kwenda. Kwa hiyo kama ziko hivyo, maana ina mishipa. Unapozidi kula kwa jinsi ya mwili, unaziba mishipa ya mtu wa rohoni. Na ukiziba mishipa ya mtu wa rohoni, atakufa. Ndio maana hauwezi kama Mkristo unakula wiki nzima. Sababu unapozidi kula kwa jinsi ya mwili, unaziba mishipa yako kwa jinsi ya rohoni. Inafika mahali mishipa yako imeziba. Ikiziba, moyo wako wa rohoni haupampu damu. Kuna vitu vya rohoni havipiti. Ndio maana kadri unavyozidi kufunga, kuna vitu vya rohoni vitafunguka. Wakati ndo tunaanza huduma, tuko mwanzoni. Kipindi fulani nifunga mwezi mzima kavu. Nilikuwa nalala ofisini kwenye box. Kuna vitu nilikuwa naangalia na kavia visogei. Nikiangalia upande wa maisha yangu kuna vile visogei, huduma visogei. Nikafunga, nijifungia mwezi mzima siku 30 nipo ofisini. Siendi nyumbani. Ibada zinanikuta hapa. Wiki baada ya siku. Jumapili baada ya Jumapili niona kunywa maji tu. Juzi nikana tafakari, nikajikuta pale ndipo shift yangu, yani kuhama kwangu kuna baadhi ya mambo vilianza kwenda kwa speed kutokea pale. Sababu katika ile maombi ilifika mahali kwani hata nikifumba macho kuna vitu naanza kuona. Nikaona kama vile maisha yangu mbele yangu kuna mlima mkubwa. Alafu speed yangu ni ndogo sana. Yani sina namna ya kuvuka kwa haraka. Ghafla nikaona Elia ametokea. Kuna vitu tukaongea afa akanipiga pa. Alivyonipiga ikaingia speed ndani yangu, nikatoka kwa kasi, nikaupita ule mlima kirahisi kweli kama vile tambarare. Kuanzia pale ndio nilikana tafakari. Kuanzia pale kama vile kila kitu cha kwangu kilihama. Ni kama vile Mungu aliingilia akaanza kutengeneza mazingira, akaposition kila kitu mahali pake. Ila kilitokea wapi? Nilitoili mwezi mzima. Na huo mwezi nilisikia tu pressure ndani, ni kama kufunga. Huwa nikisikia kitu moyoni nafanya. Kuna vitu ambavyo Mungu anahitaji nguvu mahali fulani. Anahitaji kitu mahali fulani, atakuwekea pressure ndani yako ili ujihusishe, ukae kwenye maombi na ili ufungue mlango apate nafasi ya kuingia na kufanya jambo. Na kitu cha kwanza atakuwekea mzigo ndani. Mzigo wa maombi, mzigo wa neno, mzigo wa kutoa. Ukisikia ndani yako kuna mzigo wa kutoa, usiwe bahili. Ukisikia mzigo wa kutoa, maana yake nini? Kuna mlango anaufungua. Kuna mlango umefunguliwa. Kuna neema ya kuhamishwa kiuchumi. Mungu anataka kumbariki mtu yote kiuchumi, lazima yake ndani yake mzigo. Ndio maana alipotaka kumbariki Suleiman mfano kiuchumi, alimwekea mzigo wa kutoa. Suleiman akaenda katoa ng'ombe 1000 kama sadaka. Alipotoa ng'ombe 1000, Mungu akamtokea usiku kwenye ndoto. Sema unataka nini? Akaomba kingine. Hakujua kwamba ile pressure ilikuwa ni kwa ajili ya kuhamisha maisha yake ya kiuchumi. Yeye akaomba hekima na vitu vingine. Mungu akamwambia hivyo umeomba ndio, lakini kanuni zangu zinasema hayo nitakupa, lakini kanuni zangu zinasema kichwa nileta, nataka huku kwenye uchumi pia uvuke. Sababu pressure iliyokuja ndani yako ni neema ya Mungu imefunuliwa kwako kwa ajili ya mabadiliko ya kiuchumi. Na sababu umeitibua na umejiunganisha nayo, lazima ni uchumi nikupe. Hata hayo umeomba nitakupa, lakini uchumi sitakuacha, sababu hii neema ilikuwa imekuja maalum kwa ajili ya uchumi wako. Sababu utoaji na kufungulia mlango wa kiuchumi. Ndio maana ili wewe uvuka kirahisi kiuchumi, lazima moyo wako ufe kwenye hera. Usipe thamani sana. Ona Mungu ndiye mwenye kila kitu.